Everyone, hamjamboni wa Kenya wenzangu. Ni wakati mzuri ambapo Mungu ametufikisha ili tukaweze kuona siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ni asubuhi njema ambayo Mungu amenipa ujumbe asubuhi ya leo wakati nilikuwa kwenye maombi. Nikaletewa maono ya kwamba kuhusu nchi yetu Kenya na kuhusu uchaguzi ambao unakuja. Na ningependa kusema jambo hili wa Kenya wenzangu, especially sisi ambao tuko hapa na kanisa, tuko na jukumu kubwa la kuomba kwa sababu ya nchi yetu. Ni kwa sababu nchi yetu Mungu yale alinionyesha ni ya kwamba tunahitaji kuamka kama kanisa, tunahitaji kuamka kama Wakenya ili tukaweze kuombea nchi yetu. Especially kanisa, ndio nilikuwa nahimizwa ndani yangu ya kwamba kanisa limelala. Kanisa tumelala, wateule wa Mungu tumelala. Hatuombi kwa sababu ya nchi yetu. Hatuombi kwa sababu ya viongozi wetu. But wakati nilikuwa asubuhi Mungu alikuwa ananiletea vision ya kwamba tunahitaji kuombea nchi yetu katika 2027 kwa sababu katika nchi yetu 2027 Mungu alikuwa ananionyesha ya kwamba na akaniambia ya kwamba na nisikia ni sauti yake ikasema ya kwamba hii election itakuwa election ambayo ni nzito sana. Ni election ambayo itakuwa na competition kubwa sana. Na iko na matatizo mengi sana. Although Mungu kuna yule ambaye ameteua already. Mungu ameshafanya lakini akaniambia hivi. Tuombe sana kwa sababu haitakuwa ni jambo rahisi wenzangu. Haitakuwa uchaguzi wa rahisi. Itakuwa ni uchaguzi ambao uko na mng'ang'ano mwingi sana. Na Mungu akaniletea picha. Nilikuwa naona nikiwa nchi yetu ya Kenya kukiwa na umwagikaji wa damu, kukiwa na vita mingi sana, kulikuwa watu hawana amani, watu wakilia, watu wakilia, watu wakiteseka, watu wakihangaika. Na ndiposa nikauliza Mungu ni nini? Akaniambia kanisa ndio limelala. Kanisa ndio limelala, wateule wa waombi. Tunachukulia tu mambo hivi. Mungu akaniambia ya kwamba ni wakati umefika. Kanisa lichukue nafasi yake katika mambo ya kuombea nchi yetu na katika siasa. Kanisa lichukue jukumu lake la kuombea nchi. Kwa sababu gani? Katika hao viongozi unaona wanasimama. Kuna wengine sasa wameanza kutoa dhabihu kwa miungu ya kwa wachawi na kwa devil worshippers. Kwa sababu already kuna watu viongozi wengine hawatumii nguvu za Mungu, wanatumia nguvu za uchawi na uganga na nguvu za kutoka kwa Illuminati. Na already wameshapeana nchi yetu. Na Mungu akaniambia ya kwamba tusipoanza mapema kuweka maombi mbele katika makurusedi za maombi na kuombea nchi yetu, umwagikaji wa damu utakuwa wa hali ya juu. Hakutakuwa na amani unless we pray. We pray for our nation. We pray for our leaders. We pray kwa sababu kuna wengine viongozi wako na roho ya tribalism. Kwa sababu hii nchi kuna viongozi wengine wanataka kututenganisha na ukabila na mambo ya ukabila. Ate mimi ni wa kabila hili, mimi sijui ni wa kabila hili. Lakini sasa Mungu amenena akasema ya kwamba we should start now praying. We should now start seeking God very on a deep way, on a very serious note. Kwa sababu gani? Hii election nyingine wa Kenya wenzangu, Mungu amenionyesha asubuhi ya leo ya kwamba haitakuwa na amani, haitakuwa na utulivu, haitakuwa nzuri.
Lakini unless Mungu aingilie kati, na tuombe sana na tutafute Mungu ili Mungu akaanze kututengenezea njia. Kwa sababu saa hii unaona kama nchi yetu saa hii siasa zimeanza kushika moto. Siasa zimeanza kushikita kambi. Kila mtu anaenda na mlengo fulani. Kila mtu ameanza kukimbizana na maisha yake. Kila mtu ameanza kutafuta viongozi wetu. Sasa ujue ya kwamba siasa zimeanza. Already campaign imeanza. Sasa ni tuombe, tuambie Mungu, tusaidie katika nchi yetu, kusiwe na umwagikaji wa damu, kusiwe na maafa, kusiwe na vifo, kusiwe na tatizo lolote ambalo litakalo happen. Pia Mungu akanionyesha ya kwamba, unaona nchi yetu watu wengi tumekuwa tukishangaa, accidents zinafanyika sana kwa nini? Sasa accidents zimekuwa mingi sana. Vifo zimekuwa mingi, hasa hazieleweki, magonjwa haieleweki. Mungu akaninenea hivi ya kwamba sisi wa Kenya tumrudie Mungu. Tumrudie Mungu kwa sababu nini? Kuna madhabahu ambayo inatolewa kafara. Kuna kafara ambayo inatolewa na hao wanasiasa. Na inatumika kwa wananchi kwa sababu ndiposa unashangaa. Hapo mbeleni hatukuwa na accident mingi hivyo. Hapo mbeleni hatukuwa na maajali na vifo mingi hivi. Lakini kila wakati kukikucha, kuna gari imeanguka, kuna accident imefanyika, kuna moto, sijui kuna nini, kuna vitu mingi ambazo zinaendelea. Maisha ndio hiyo imepanda juu. Sasa Wakenya wote wamechanganyikiwa. Wakenya tumejawa na ma-stress, na ma-pressure, na makansa, na mamini. Ni kwa sababu gani? Hatuombi. We are not praying. We are just assuming. We are just seated. We are just now settled. But the Lord told me kuambia kanisa na kuambia wateule wa Mungu na watumishi wa Mungu, ni wakati wa kuarise sasa. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kutake the positions ambayo Mungu ametuweka. Kwa sababu Mungu hakutuokoa tu tukae. Mungu hakutuokoa tu tutulie tu, hapana. Katika nchi yetu ya Kenya kuna position yetu kubwa kama Wakristo. Kuna nafasi yetu kubwa sana katika nchi hii. Tuombee nchi hii. Tukabidhi nchi hii mikononi mwa Mungu. Kwa sababu hatufai kukaa tukiketi hivi wakati tunaona siasa vile zinaenda, wakati tunaona uchumi vile unaenda. Hapana, sisi Wakristo tuamke, tuwe kitu moja. Unajua shida moja Mungu alinionyesha asubuhi pia. Wakristo hatuko kitu kimoja, tumetengana. Na tumetenganishwa na nini? Na dini. Ati mimi ni Mkatoliki, sijui mimi ni wa kutoka kanisa fulani, madhehebu fulani, mimi siwezi ungana na hao wengine. Hiyo ndio imefanya Ukristo udharauliwe. Watu wakose maana ya kuokoka. Kwa sababu gani? Watu wameamini dini sana kuliko umoja katika Kristo. Ukitazama dini zile zingine kama Waislamu hautasikia ati wamepigana, hautasikia ati wametengana, hapana. Kila kitu wanachofanya ni moja. Wanafanya kwa roho moja, wanaungana wote. Na hiyo umoja wao inawafanya wafanye mambo makubwa sana hata kushinda Wakristo. Lakini sisi Wakristo, kila mtu, hakuna mtu anajali mwingine, hakuna mtu anataka kuingiana na watu wengine. Kwa sababu gani? Pia unapata ya kwamba katika hii Wakristo tuko na shida kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unashiriki kanisa fulani, hauwezi ungana na kanisa lingine. Yaani unaamini ya kwamba hauwezi enda hata kanisa lingine, hauwezi omba pamoja na wengine because unaamini sana kanisa kuliko umoja wa Kristo. Hiyo hapana, tunafaa tukatae na hiyo roho. Kwa sababu Wakristo tunafaa kuungana pamoja. Tunafaa tuungane pamoja, ili tukiomba Mungu anasikia. Lakini hii separation ya kwamba mimi ni wa Anglican, sijui mimi ni wa Catholic, mimi sijui ni wa kanisa fulani,
Hiyo imeleta shida sana. Na Wakristo, ninaomba ya kwamba asubuhi ya leo Mungu anatuambia ya kwamba turejee katika maombi, katika umoja, ili tuombee nchi yetu, ili Mungu akaweza kuponya nchi yetu. Na ninawaambia Wakristo, ninawaambia Wakenya wenzangu, wale pia wako nje, nchi za nje, wako diaspora, wako Amerika, wako wapi, wale wanaotazama hii video, tuombee nchi yetu, tuombee nchi yetu on a very serious note. Mambo si sawa, kwa sababu katika serikali kuna viongozi ambao wanatumia nguvu za kichawi, nguvu za uganga, nguvu za Illuminati kukaa katika position na wanatutawala. Na ndiposa unapata maisha imekuwa ngumu. Kila wakati uchumi umepanda, tunalia uchumi umepanda. Hata kupata chakula saa hii ni Mungu. Kwako wewe kupata chakula ya kukula siku ya leo ni bahati na ni Mungu tu. Lakini kwa sababu gani hatuombi? Hatutaki mambo ya Mungu, especially nowadays wa Kenya wenzangu. Ile generation tuko nayo haitaki kusikia mambo ya Mungu. Hatutaki kusikia mambo ya Mungu. Then, how do we expect Mungu atubariki? How do we expect Mungu asikie maombi yetu, ila hali sisi hatutaki kusikia? Hatutaki kufuata maagizo ya Mungu. Kuna shida mbele. Kuna shida mbele. Wakenya wenzangu, tafadhali, tuanzeni mapema kupingana na roho ya ukabila, roho ya ubinafsi, kwa sababu Wakenya tusichague tu, tuangalie sana, especially wakati kama huu wa siasa. Wakenya tusifunge mdomo, usijust ropokwa tu, mimi niko hii. Funga mdomo, omba. Ile tunafaa kufanya ni kuomba tu. Si kati kusema mimi ni wa chama hii, mimi ni wa huku. No, it's not like that. Ni wakati wa kunyenyekea na kuomba Mungu atupe hekima, atupe kiongozi mzuri, atuchagulie kiongozi 2027 wa Kenya. Siasa kama saizi imeanza kunoga hivi, siasa saizi imeanza kushika moto hivi, Wakenya pale mbele kuna shida. Wakenya pale mbele kuna tatizo. Tusipoomba, vita itakuwa kubwa hata kuliko ya 2007. Unakumbuka vile 2007 vile watu walivyouawa kwa sababu ya siasa. Na wale wanasiasa ambao tunachagua, mimi nilikwambia kwamba katika nchi yetu ya Kenya hatuna viongozi, we have politicians. Politicians ambao wanajua kupromise sana, but they don't know how to do what they have promised. They don't know how to fulfill the promises. But they know how to promise, they know how to talk. Na nilikwambia Mkenya, ukiona, na ninakwambia na ninarudia tena hili, tusichague mtu ati kwa sababu ametupromise so sana na ako na mdomo mzuri. Kumbuka ni pia yeye ni kazi anatafuta. Kumbuka pia yeye ni mwananchi kama wewe, ni mtu kama wewe tu, na ni kazi anatafuta. Tuchague viongozi wenye wanatenda mambo, wenye wanafanya kazi, si mdomo tu. Ate nitafanya, sijui nitafanya. Huyo ujue ya kwamba akianza kusema atafanya, hakuna kitu atafanya. Ni ile kitu ninasema hivi, Wakenya tuache ukabila. Unaweza chagua hata mtu mwingine ambao si wa kabila yako, kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi wote, the whole 42 tribes. Si ya Wakikuyu peke yao, si ya Wajaluo peke yao, si ya Wakamba peke yao, ni yetu sisi wote. Hata tunaweza amua tuchague Mjaluo next, tunaweza amua hiyo ingine tuchague Mkisii, hiyo ingine tuchague Mluya. Kila kabila ambayo iko hapa nchini kwetu Kenya. Mimi naomba ya kwamba, ni maoni yangu naongea, lakini naomba nchi yetu tufike mahali ambapo tutakuwa na katiba inasema kila kabila iongoze miaka 5. Kila kabila miaka 5. Tukitoka kwa hii kabila tunaenda kwa hii ingine.
Tunajua tu after hii ni hii, after hii ni hii. At least kabila zote zipate kuongoza nchi yetu. So ningetaka Wakenya wenzangu mjue ya kwamba 2027 tusipoomba, haiko mbali, haiko mbali Wakenya, haiko mbali, it is very near. We should now start praying, kwa sababu already siasa zimeanza, already siasa zimeanza kung'oa nanga, watu wanajitenga, watu wanaenda kwa hii mirengo, na ninakuambia hivi, tuombee nchi yetu, tuombee viongozi wetu, tuombe sana Mungu akawape hekima, akawape busara, akawape uwezo wa kuona, kwa sababu Mungu ile kitu alinionyesha asubuhi, Wakenya tusipoomba kuna hatari mbele. Wakenya tusipoomba, tusipoanza kumtafuta Mungu, na wachungaji, kanisa liache kulala, kanisa tuamuke, tuanze kupanga makurusedi. Kwanza kurusedi, Mungu anateta sana, injili imelala chini, watu hawatokelezei kuhubiri, watu wamekaa tu makanisani wametoshereka, ila hali kuna watu ambao wanafaa kufikiwa na injili, lakini kanisa limelala, kanisa limelala, haliombi, wateule wamelala, tumelala. We should rise, we should awake and speak what the Lord wants our nation. Taifa letu, tuombe. Wakenya wenzangu, tafadhali, let us pray and seek God, kwa sababu mbele si kuzuri, mbele kuna shida kubwa wa Kenya. Kenya, come back. That's what the Lord told me. Come back unto my presence. Come back to me. Hiyo ndio ujumbe Mungu aliweka. Kenyans, come back to me. Wakenya, sijui ni wapi tumepotea wenzangu. Tumepotea sana. Tumekibizana na shughuli mingi za ulimwenguni huu, tukamsahau hata wengine hatuombangi, tukamsahau Mungu, tukamwacha Mungu, tukaacha mambo yani kazi ya Mungu tukaiachilia. Lakini Mungu anatuita, anatuambia come back and I will heal your nation, I will restore peace in your nation. Ebu angalia mataifa kama yale mengine kama Kongo, Sudan, vile vita vinaendelea pale. Kenya, Wakenya wenzangu, Wakenya wenzangu, nawaita, Mungu anawaita, come back to me, come back to me. Tafadhali Wakenya wenzangu, tuombe, tumulilie Mungu. Kuanzia sasa spidi ya maombi ikuwe juu, spidi ya maombi ya wateule wa Mungu, fasting and praying. 2025 imeisha, hii mwaka imeisha. We are now in the process of in this now speed ya siasa, politics 2026. Mirengo kila hii inaenda, hii siasa, kampeni zimeanza. We should pray, we should pray, we should pray. Pray. Mungu atusaidie sana 2027. Tuombeni Wakenya. Tuombeni Wakenya. Siku nzuri mbele. Mungu akaniambia ya kwamba tusipoomba hii itakuwa mbaya kuliko 2027. You know what happened 2007. But this time loud we need to come back and pray. Mungu amesha nena. Mungu ameshaongea Wakenya. Na ameongea na watumishi. Kuna wengine wengi ambao Mungu anawaonyesha, come, speak it out.
tusiogope, kwa sababu pia Wakristo kanisa, ujue pia kuna mahali kanisa itaanza kulengwa. Vita vyote vimeelekea kanisani, kwa sababu katika nyumba ya Mungu maandiko imesema ya kwamba ni mahali ambapo watu wanakimbilia wanapata usalama. Ujue nchi ikipigwa kwanza, Wakristo sisi ndio tutapigwa kwanza. Kanisa ndio litaingiliwa kwanza, kwa sababu alichukui position yake. Kila kanisa liko na yani hatuko kimoja. Hatuko katika imani moja. Na kila ningeomba ya kwamba kanisa, wachungaji, tusiegemee mlengo wowote. Tusikubali siasa kanisani. Hapana. Tusikubali wanasiasa waje kwenye nyumba ya Mungu kupiga siasa. No. But we should pray. We should pray and speak. Wakikuja pale kanisani, wacha waketi, wasikilize neno la Mungu. Lakini kama wamekuja siasa, kataa. Tusiwe na mwegemeo ati hii kanisa lina support huyu, hili kanisa bana. Kanisa tunakubalia wote. Wote wakikuja waketi wasikize neno la Mungu. Na tuwaombe Mungu awasaidie huko mbele. Kanisa tukatae katika politics katika kanisa. Tukatae kabisa, tupinge hili jambo kabisa. Kwa sababu bona wasiende msikitini kupeleka siasa. Siasa wapige huku nje kwa barabara huko. Waongee na wananchi huko barabarani. Lakini ikifika ni kanisani, kanisa liheshimiwe. Madhabahu ya Mungu iheshimiwe. Wakiingia pale, waingie kama watu wale wengine, waketi chini, wapewe neno, waombewe, waende nyumbani. Sio siasa kanisani, ati mnipigieni kura, hapana. We should not entertain that. Hiyo sio Mungu. Hapana. Hapana. Wakikuja kanisani, wasikuje kutafuta kula kanisani. Hapana. Kanisa la Mungu liheshimiwe. Ni kanisa, ni nyumba ya maombi. Nyumba ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Na wasikuje kuhongana kanisani. Kama ni sadaka, atoe sadaka iombewe kama sadaka zile zingine. Atoe sadaka na wale wengine vile wengine wanafanya. Lakini asikuje kupiga siasa kanisani. Hiyo tunapinga. Kwanza mimi siipendi kabisa. So, Mungu abariki Kenya. Nchi yetu Mungu, tuikabidhi nchi yetu mikononi mwa Mungu. Tuombee nchi yetu, tuombee 2027 election. Itakuwa very tough. Very tough competition. Na ninajua wakati ninapoongea hivi, watu wengine hawajaelewa. Mungu amenionyesha itakuwa very tough. Na akaniambia uniongee, I speak it out. Ndio Wakenya tuanze kuomba mapema. Wakenya tuanze kujiandaa mapema. Na tuombee ekonomi yetu. Tuombee nchi yetu. Tuombee kwanza wale viongozi tuko nao. Most of them tunafaa kuomba Mungu awatoe kwenye hizo mamlaka. Kwa sababu gani? Hao viongozi tuko nao sio viongozi, wako na tamaa ya pesa. Tamaa ya pesa, tamaa. Hawataki kufanyia watu kazi. Hawataki kuhudumia nchi yetu. Bali pesa inaingia kwenye mifuko yao. Mungu akawang'oe pale. Wale walioingia na njia ya kiuchawi, Mungu akawang'oe kwa jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wako wanakaa kikao, kwa sababu Mungu aliniambia ya kwamba pia tukiomba, kuna watu wamekaa mahali wameanza kutoa dhabihu ya nchi yetu. Wameanza kutoa sacrifice ya Wakenya. Damu ya Wakenya. Wameketi mahali ili vita ikatokee, ili fujo ikatokee, ili kukawe hakuna amani katika nchi yetu ya Kenya.
Wakenya tuanze kuwashambulia kwa jina la Yesu Kristo. Wakenya tuamuke, kanisa tuamuke. Kanisa, we should arise and pray for our nation. Kenya ni nchi nzuri sana. Kenya ni yenye amani. But 2027 Mungu ameanza kuonyesha watu dalili. Na ameanza kuongea. Let us pray. I'm not the one speaking, but the Lord is speaking through me. Na ameniambia tuombee nchi yetu. Let us pray for 2027 election. Kwa sababu siku nzuri sana, lakini Mungu ni mwaminifu. Wakenya, ningependa tuombe na tushukuru Mungu kwa sababu Mungu atatusaidia. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako jioni ya masaa hii Bwana. Twalishukuru jina lako, twaliabudu jina lako kwa sababu ya nchi yetu Kenya. Baba, tunaomba ya kwamba Mungu Yesu Kristo ukatusaidie kama wananchi wa Kenya. Baba, ukatusaidie kama kanisa lako, tukaweze kusimama kwa sababu ya nchi yetu. Tukaweze kuwa rais, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo sisi kanisa ambao Bwana umetuteua ili tukaombee nchi yetu. Bwana, mahali ambapo tumelara, Bwana tunaomba Yesu Kristo ukatuamshe, ukatuwezeshe kuwa na nguvu ya kuamka na kusimama kama kanisa kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu ya kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba Mungu ukatusamehe kwa sababu sisi kama kanisa ndio tumeacha njia zako, ndio tumesahau position yetu na kuanza kukimbizana na mambo ya dunia. Hewe Mungu, tunaomba ya kwamba ukatusaidie Bwana wakati huu. Mwana, umenena nasi ya kwamba tukaamuke kama kanisa, kama wateule, kama wana wako Bwana, tukaanze kuombea nchi yetu, tukaanze kuombea nchi yetu, tukaanze kuombea wateule Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kawa ya limashika ya ndaribo, rimazika ya ndaribo zaya. Bwana, tunaomba nguvu mpya katika kanisa, katika wateule, katika Wakristo wote, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ya kwamba asubuhi ya leo, ewe Mwenyezi Mungu, ewe Baba yetu Bwana, ukatupe umoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hii roho ya kututenganisha kulingana na udini tumeikataa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya udini tumeikataa katika nchi yetu, in the name of Jesus Christ. Wakristo wote tutaungana pamoja, tutashirikiana na tutakuwa na imani moja ya kwamba Yesu Kristo Bwana utaonekana, utajidhihirisha ya kwamba wewe ni Mungu. Nchi yetu Bwana twaikabidhi mikononi mwako, twakabidhi viongozi wote mikononi mwako Bwana. Wape hekima, wape uwezo, wape nguvu ya kuelewa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wanapotuongoza Bwana, wasituongoze kulingana na akili zao, wasituongoze kulingana na ujuzi wao, bali Roho wa Mungu akawaconvince na akawaongereshe katika jina la Yesu Kristo. Nchi yetu tumekataa roho ya umwagikaji wa damu, roho ya accident tumeipinga kwa jina la Yesu Kristo. Tumekataa roho yote ya Illuminati na kuongozwa na watu ambao hawakuogopi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wale wote wanaotumia nguvu za kiuchawi tunawasambaratisha, tunawapiga, tunawaondoa kwa jina la Yesu Kristo. Na tunatabiri ya kwamba 2027 Bwana Yesu Kristo, amani yako itatawala, amani yako itatawala Mungu, amani yako itatawala Yesu Kristo katika nchi yetu, katika nchi yetu, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bwana, tunatangaza amani, tunatangaza mwaka huu watu wanapoingia kwa siasa zimeanza. Mungu wa rehema, tunaomba peace, tunaomba unity, tunaomba ya kwamba Mungu tusije tukadividiwa katika milengo ya siasa, katika milengo fulani, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba unity katika nchi yetu, tunaomba unity katika nchi yetu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Roho yote ya chuki, roho yote ya fitina, roho yote ya kutoka kwa ule mwovu ibilisi ya kututenganisha kama Wakenya, tunaikataa katika jina la Yesu, tunaipinga kwa jina la Yesu Kristo. Na tunajua ya kwamba
Mungu wetu, hakutakuwa na umwagikaji wa damu. Na pia Wakenya, Mungu utatusaidia, utatuwezesha Bwana Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo, kuamuka na kuomba kwa sababu ya nchi yetu, katika ekonomi yetu, katika Bwana katika mahospitali yetu. Bwana, tazama, kumekuwa na magonjwa ambayo hayaeleweki na vifo ambavyo havieleweki. Bwana, tumekataa tena, tumekataa vifo tena, tumekataa roho ya kifo, anga ambayo imetumwa na yule mwovu Ibilisi, watu wakafe. Tumekataa, tumeipinga kwa jina la Yesu Kristo. We are speaking the blood of Jesus into our nation, to all corners of our nation, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu asiyeshindwa, Bwana, tunaomba ya kwamba nchi yetu, damu ya Yesu Kristo ikatawale na ikamiliki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba malaika wako wakalinde nchi yetu, wakalinde askari wetu, wakalinde wanajeshi wetu, wakalinde kila kona katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, tunaomba amani, tunaomba utulivu. Wakenya wenzangu, ninawaombea ya kwamba wasiwe na roho ya uchuki, wasiwe na roho ya ufitina katika jina la Yesu Kristo. We are praying for unity, we are praying for peace, peace in our nation, in the name of Jesus Christ. Father, we thank you, we praise you, because you are good God, you are faithful God, you are loving God. Father, jitukuze katika nchi hii, jitukuze katika nchi yetu Bwana. Wacha ukainuliwe katika nchi yetu, wacha ukaonekane katika nchi yetu Baba. Sisi tusije tukaonekana, bali wewe ukaonekane na ukajitukuze katika jina la Yesu Kristo. Ewe Mwenyezi Mungu, ninaombea watumishi wako ambao umewaweka mzigo wa kufanya kazi yako katika nchi hii Bwana, kuhubiri na kueneza injili yako, hasa wakati huu wanapoamka Yesu Kristo, kwa sababu ya revival ya nchi yetu, kwa sababu ya revival ya nchi yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, ninawaombea upako mpya, ninawaombea neema mpya, ninawaombea Mungu ukawasaidie, ukawapiganie katika jina la Yesu Kristo. Ewe Mwenyezi Mungu, tunaomba ya kwamba Bwana utaheshimiwa na utainuliwa peke yako katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba hata tukiamini ya kwamba umesikia na utatenda katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba hata tukiamini, amen. Mungu awabariki sana wa Kenya, na akawaonekanie na akawazidishie katika kazi yenu mnayofanya. Hata wale wa Kenya wako nchi za nje na wanatazama video hii, Mungu awabariki sana, Mungu akawainue na akawabariki sana. Kwa majina naitwa Upcoming Pastor Martin Muridi, upcoming, not yet but upcoming. Na Mungu awabariki sana na akawazidishie kwa sababu ya neema yake. Namba yangu ni 0713 338 150. Sijui kwa nini Mungu ananiambianga tu niiseme. Namba yangu ni 0713 338 150. Mungu awabariki sana mnapo share na wale ambao wanazidi na kuview my post. Mungu awabariki sana, Mungu akawazidishie katika neema yake, in the name of Jesus. Mungu akawabariki, zidi na kulike na kucomment, msisahau na hiyo, ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. God bless you Kenyans, God bless our nation, God bless our readers, in the name of Jesus. Na one thing ningeomba wa Kenya, wakati kama huu siasa zinapoendelea, tujichunge sana na midomo yetu. Tusiongee sana, tunyamaze na kuomba tu. Hiyo tu ni kuomba tu. Lakini tusianze kusema kumulika rais. Ni vizuri kumheshimu wakati, kwa sababu ni maandiko. Kwa sababu yeye ndiye Mungu amempatia mamlaka hiyo, tumheshimu. Hata kama tunajua wengi wetu hatumtaki, hatumpendi, wengi kuna wale wampendi, ni vizuri kumheshimu. Hata kama upendi siasa zake, hata kama upendi mambo yake, sisemi ati ni yeye, ati mimi ati niko pande yake, lakini nataka Wakenya tuheshimu wale ambao Mungu amewatia uwezo wa kuwa katika mamlaka ya nchi yetu, hata katika mamlaka ya makanisa.
tuwaheshimu, ili tukiwaheshimu, wakati Mungu naye atakuinua, na wewe utaheshimiwa. Na wewe utaheshimiwa. Ni vibaya sana kuanza kumuaccuse na kumutusi na kuongea maneno mabaya. Lakini tuombe ya kwamba afadhali tunyamaze na tuombe. Lakini si kumutusi, hapana. Hiyo hapana. Tumheshimu na tumpe heshima yake, kwa sababu Mungu ndiye amemweka pale kwa for now. Katika jina la Yesu. I love you Kenyans. God bless you. God bless you in Jesus' name.